nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. Kwa hiyo la kwanza akawaambia ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, njoni nikusomeeni mambo ambayo Mola wenu amekuharamishieni. La kwanza, Allah tushiriku bihi shay'a, Mola wenu hataki kushirikishwa na chochote, mumwabudu yeye peke yake, msifanye vitu vingine kuwa miungu. Kwenye masala ya itikadi, mila, dasturi wakapangwa hivyo. Nyote kuweni kama ni team, muwe chini ya uongozi mmoja, mumwabudu Mungu mmoja. Sio sasa hivi kila jimbo lina miungu yake. Wabilwalidaini ihsana, wazazi wenu wawili muwatendee wema, kila mtoto awe ni mtoto mwema kwa wazazi wake wawili. Wala taqtulu auladakum min imlaqin, la tatu, musiue ovyo watoto wenu kwa sababu ya ufakiri. Mtu ana maisha magumu na watu hawaishi kwa kusaidiana zama zile, kila mtu anakula kwa jasho lake mwenyewe, mwenye nyingi anatanua, asiyekuwa nacho hapati msaada kwa yote. Wakaambiwa wale ambao wanajisikia maisha yao magumu na halafu wanataka maisha ya mahusiano, mtu anataka awe na mke lakini hataki apate watoto. Kwa hiyo ikitokezea kwenye mahusiano yake na mkewe wamepata mtoto, mtu anaamua kuua mtoto, sina gharama ya kumuendesha mtoto huyu, anamuua. Allah akawaambia wala taqtulu auladakum min imlaqin, musiue watoto wenu kwa sababu ya umasikini. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kila anayezaliwa kati yenu tumeshamkadiria bajeti yake. Nyinyi wazazi, sisi ndo tunakupeni riziki zenu, na wanaozaliwa pia tumeshawakadiria riziki zao. Kwa hiyo msiue watoto kwa sababu ya kuogopa kushindwa kuwahudumia. Jengine akawaambia wala taqrabu alfawahisha ma dhahara min, nahnu narzuqukum wa iyyahum, sisi tunawaruzuku nyinyi na wao. Wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wala msikaribie machafu. Fawahisha ndo haya mambo ya mahusiano mabaya ya kimapenzi, zina, liwati na mambo mengine. Msikaribie vitu vya matendo machafu kwa dhahiri wala kwa siri. Ukijifanya bingwa una mambo yako siri yako mwenyewe, hakujui mtu, aliyekuumba anakujua wewe, huna siri kwa aliyekuumba. Kwa hiyo msifanye machafu kwa dhahiri wala kwa siri. Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqi, jengine msifanye mauaji ya kiholela, mkawa mtu ana mandate ya kumuua mwingine pasi na kosa ambalo alistahiki ya uawe. Dhalikum wasakum bihi, huu ni wasia ambao Mola wenu anakuhusieni kwao. La'allakum ta'qilun, inategemewa labda mtakuwa na ufahamu, mtaelewa. Yametajwa mambo hapa ya kimaadili. Jamii ile ya watu wa Maka mambo haya walikuwa nayo, wakaambiwa haya mmeharamishiwa, hayatakiwi. Kwa wale walioamini kwamba Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wake, walikuwa wana uwezo wa kufanya mabadiliko ya kitabia kwa sababu ya miongozo ya aya hizi. Sisi hapa aya hizi tunazo, tunazisoma kila siku, tunawahifadhisha watoto, lakini hazimo kwenye maisha yetu ya kawaida. Haya yaliyoambiwa haramu yamekuwa ni halali sasa, yanafanyika na hakuna anayechukia wala kukemea. Jengine aya ifuatayo akasema wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda, aliloharamishia Mola wenu musikaribie mali ya yatima ila kwa namna nzuri sana, mpaka mwenyewe awe mkubwa mumkabidhi. Kulikuwa kuna tendency wakati ule wa ujahilia, mtoto yatima hana haki katika jamii yao, anakufa natural death.
taratibu. Kafa mzazi wake, yeye mtoto ni mdogo. Kanuni zao watu wa Maka zilikuwa mtoto mdogo harithi, hapewi mali. Kwa hiyo anatokezea mtu mwenye nguvu katika familia au nje ya familia, mali ya marehemu anachukua yeye, wala huyu mtoto ambaye kaachwa na marehemu hamjali tena. Allah akawakemea suala hilo. Mwingine anasema basi mimi nitamlea mtoto yatima, kwa sababu kaona ana mali, kaambatana na mali, anamchukua mtoto yatima iwe ni wepesi kwake kuhodhi zile mali za mtoto yatima au watoto mayatima. Lakini mali akizichukua anachanganya na mali zake, mtoto anampa malezi ya udhalilifu, anaweza akafa mapema, au akikuwa mkubwa ambia mali yako ndio ile gharama za uendeshaji wa maisha, mpaka sasa we nenda kajitegemee mwenyewe. Alipofariki baba, yeye alikuwa na mali, sasa hivi kawa mkubwa, hana hata cha kuanzia maisha. Wakaambiwa hapana, msizikaribie mali ya yatima, kama vile tulivyokatazwa zina, wala takarabu zina. Na hii kula mali ya yatima ambayo wala takarabu mala yatima, msikaribie mali ya yatima, yani kaa nayo mbali, illa billati hiya ahsan. Njia nzuri ya kukaa na mali ya yatima ni kwamba kama kaachiwa mifugo, uilee mifugo ile kama yako unavyotunza, izaliane. Mwenyewe akiwa mkubwa unamkabidhi mali yako, hii hapa ulioachiwa na babako. Sio unapiga mfuko unauza wanyama alafu pesa unakula. Akiwa mkubwa unamwambia uliachiwa mali, lakini ndo ilitumika katika makuzi yako, ushakula, ushavaa, sasa hivi hamna kitu. Uitunze mali yake na uiendeleze mpaka akiwa mkubwa. Kama utajilipa mwenyewe service charges kwa kule kutunza mali, unajilipa kiasi kama ungelimuajiri mtu kuitunza mali ile, basi mtu wenyewe kama ni wewe ulikuwa umeimiliki unaitunza, umtunzie mtoto yatima mali yake. Hiyo ndo allati hiya ahsan, njia nzuri ya kukaa na mali ya yatima. Hata yablugha ashuddahu, itunze mali yake mpaka mwenyewe awe na akili, umkabidhi mwenyewe. Wa auful kaila wal mizana bil qisti, munapopimiana kwenye biashara timizeni vipimo kwa uadilifu. Isiwe ukinunua wewe unakamilishiwa kipimo, ukiuza wewe unapunguza kidogo kidogo ili upate faida kubwa. Kwenye vipimo vya kibiashara pimianeni vizuri kwa uadilifu. Sasa masala haya pia hakuna. Ananunua mtu gunia la kilo 100, lakini yeye akiuza atatoa 130, 120 kilo. Hizi nyingine zilikuwa hii mali inavimba. Mchele kilo 100, kanunua yeye kilo 100, kalipa bei ya kilo 100, akaja akauza yeye gunia lile lile linatoa kilo 100, na hizi nyingine zilizozidi ni ujanja wake wa kwenye vipimo. Hili pia kwenye dini limekatazwa, ni kinyume na maadili ya watu waliostaarabika, watu waadilifu. Wa auful kaila wal mizana bil qisti, timizeni vipimo vya ujazo na vipimo vya uzito kwa uadilifu. La nukallifu nafsan illa wusaha, hatuikalifishi nafsi kutekeleza jambo ila jambo hilo liko ndani ya uwezo wa hiyo nafsi. Yani Allah hajakupeni amri za mambo ambayo hamuyamudu. Yote aliyoamrisha yanaendana na maumbile yenu. Kwa hiyo hizi aya zipo zinasomwa, tumeacha kuzifanyia kazi, kwenye utekelezaji tuko zero. Ndio maana mambo yanaenda ndivyo sivyo. Mali za yatima zinaliwa, siku zote unasikia kesi mayatima wamedhulumiwa. Vipimo kwenye biashara tunafanya sivyo, kwa hiyo watu pia upande huu wanaathirika. Wa idha qultum fa'adilu walau kana dha qurba, jengine hili la kimaadili. Mtume anawahutubia watu wa Maka, mumeamrishwa mnapoongea museme haki. Hata kama unaongea dhidi ya jamaa yako wa karibu, linalomuhusu liweke wazi. Yani kwa mfano pametokea jinai mtaani, wewe ulishuhudia. Kama kuna utawala wa Kiislamu, swala hilo liko mahakamani, mahakama inataka kujua ukweli.
ukihojiwa unatakiwa ueleze ukweli, halafu mahakama uipe wepesi wa kutenda haki. Isiwe kakosea mtu lakini aliyekosea mheshimiwa. Itakuwaje sasa ndo ni muadhiri mtu mkubwa? Kwa hiyo ile kesi, yule aliyekosea ndo anabebwa apewe yeye haki, aliyekosewa ndo anaetiwa hatiani kwa sababu mnyonge. Uislamu haukutaka hivyo. Kwambia mkiongea ongeeni kweli, hata kama ni dhidi ya ndugu zenu wa karibu. Dini ndo inataka hivyo. Ile kusema ukweli tu inamwepesishia huyo mtu wako apate haki. Hapa na tunakokwenda. Kwa hiyo semeni kweli hata kama ni dhidi ya ndugu zenu wa karibu. Ndivyo Mtume alivyowaambia watu wa Maka, wabadilishe tabia zao, wawe na ustaarabu, wawe na maadili, uaminifu, ukweli, ili mambo yaende vizuri. Jengine akawaambia, wa biahdillahi aufu, munapotoa ahadi kumwahidi Allah munatakiwa mzitekeleze. Inafanana na aya nyingine inayosema wa aufu biahdillahi idha ahadtum wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila, kwenye suratu Isra. Mkiahidi ahadi kwa upande wa Mola wenu, ahadi hizo timizeni. Na ahadi hizi Allah kaziweka pande mbili, sawa sawa umemwahidi Allah mwenyewe au umemwahidi binadamu mwenzako, lakini chini ya kivuli cha jina la Allah. Inawezekana mmeahidiana mtu na mtu, halafu Allah mkamweka shahidi kwa kusema insha Allah, akitaka Allah. Allah keshataka, na hiyo ahadi ambayo mmeitajia jina la Allah, Allah na yeye shahidi. Sasa si busara kuahidi jambo halafu ukakhalifu, ukaenda kinyume, ukafanya tofauti. Timizeni ahadi zenu ambazo Allah mmemshuhudisha. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, mukiongea ongeeni kweli hata kama ni dhidi ya ndugu wa karibu. Wa biahdillahi aufu, na ahadi za Allah timizeni. Dhalikum wasakum bihi, haya ndiyo ambayo Allah amekuhusieni kwayo, tekelezeni. La'allakum tadhakkarun, inategemewa mtakuwa mnaufahamu, mtayatia akilini. Na aya ya 153 ikasema wa anna hadha sirati mustaqima. Mtume aliyewasomea watu wake wasia huu wa Allah kawaambia wa anna hadha sirati mustaqiman, hii ndo njia yangu mimi iliyonyooka. Nimepewa njia ya maisha, the way of life, ni kuongozeni na kusimamieni kwenye utaratibu huu. Utaratibu niliopewa mimi ni kusimamieni ni huu. Wa anna hadha sirati mustaqiman, hii ndo njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, kwa hiyo enyi watu fateni njia yangu. Mtume kaambiwa awaambie watu, na sisi ni katika wafuasi wake, fateni njia hii, utaratibu huu. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, musifate njia nyingine zilizopo hapa duniani mnazoiga kwenye community nyingine tofauti zisizokuwa na dini. Mkiiga tamaduni nyingine zitakutoeni kwenye hii njia ya Allah, hamtokuwa waislamu, hamtokuwa watu wa kustahiki kwenda peponi. Wa anna hadha sirati mustaqima, kufata haya niliyowaeleza ndiyo njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, kwa hiyo enyi watu ifuateni njia hii. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifate vijiajia vingine vitakutofautisheni na njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasakum bihi, na hili limemaliziwa kuwa ni wasia vile vile. Hili ni katika mambo ambayo Allah kakuhusieni kwayo, la'allakum tattaqun, ili mupate kusalimika. Salama yenu ni kufata utaratibu uliopangwa na Mola wenu, muishi maisha ya dini,
Mukiitelekeza dini kwa kufuata mila na desturi za watu wengine, mmeharibikiwa kila kitu hapa na mnakokwenda.